SUGECO ni chama cha ushirika na tuko Morogoro tukifanya kazi zaidi na vijana kwenye eneo zima la kilimo biashara endelevu. Kwa hiyo kazi zetu kubwa tumekuwa tukifanya ni moja, ni kusaidia vijana kuingia kwenye kilimo kama biashara kwa lengo la kujiajiri na kuajiri wengine. Lakini kupitia njia hiyo tunatumia zaidi teknolojia, tukiamini kwamba ili vijana waweze kwenda kwenye kilimo, teknolojia ni eneo muhimu ambalo linawasaidia. Kwa hiyo tunafanya kilimo endelevu kwa kutumia teknolojia mbalimbali zikiwemo teknolojia za umwagiliaji kwa njia ya matone. Tumekuwa tukifanya pia eneo la mazao ambayo yanaweza yakawapa matokeo kwa muda mfupi, hasa mazao yale ambayo yanaleta fedha nyingi kwa kipindi kifupi, kwa mfano mazao ya bustani. Kama mlivyotembea kwenye eneo letu, mazao mengi yaliyoko hapa ni mazao ya bustani. Hii ni kwa sababu vijana wengi wanapenda fedha za chapchap. Na sasa namna ya kumsaidia kupata fedha za chapchap, moja ni kwanza kuhakikisha umebadilisha fikra na mtazamo kuhusu kilimo na fursa zilizomo kwenye kilimo, kumweka kwenye mazingira ya kutambua teknolojia rafiki na sahihi ambazo pia zinalinda mazingira kama ambavyo tunavyozitumia. Lakini la tatu ni kuwaunganisha kwenye masoko na kwa ujumla ujuzi stahiki wa zao husika. Na katika eneo hilo ndio maana umeona tumekuja na tunasema mnyororo wa thamani wa mazao mbalimbali ambayo hawa vijana sasa wanawezeshwa kuyafanya. Lakini pia kama SUGECO tuna huduma za uatamizi. Hapa tunatamia biashara changa zinazoanza. Ili wajenge uwezo wa kusimama wenyewe, lazima wanahitaji kuwa kwenye huo utegemezi wa kusaidiwa, ikiwemo pia kuwaunganisha na wataalamu kutoka Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine SUA, ambao kunawezekana kuna maeneo mengi wameyafanyia utafiti lakini hayajawa biashara. Kwa hiyo namna bora ya kufanya ni tunasema tu commercialize hizo research zinazofanywa na wataalamu wetu, vijana wenye ideas waweze kuzichukua kuzifanyia kazi, lakini tupate nafasi ya kuunganisha na hao wataalamu ili waendelee kuwajengea uwezo wa coach na kuwasimamia. Vigezo gani ambavyo mnavizingatia kuweza kuwapokea vijana kwenye incubation ambazo zinakuwepo hapa? Sisi kama chama cha ushirika tunafuata taratibu hizo kwamba kwanza lazima awe mwanachama, lakini pia vigezo vingine tunavyoviangalia ukiacha yeye kuwa mwanachama wa SUGECO ni pamoja na yeye kuja na hilo wazo analokuja nalo analotaka kulifanyia kazi. Sisi tutaliangalia kwa ukubwa wake, ni kwamba kama tuna uwezo wa kulifanya wenyewe ndani tunafanya, kama hatuna uwezo ndio maana tunaunganisha na wataalamu wengine kutoka kwenye taasisi na mashirika tofauti tofauti. Lakini tunaangalia pia wigo mpana wa hiyo wazo lake linawezaje likasaidia vijana wengine wanaweza wakajumuika naye. Kwa mfano anaweza akaja na wazo ambalo unaliona mkimsaidia anaweza akawa hapa sasa yeye tuseme labda ndio atakaye kuja kutengeneza soko la mazao mengine yanayozalishwa. Kwa mfano mmeona kuna mtu anafanya viungo. Huyo alikuwa ni graduate wa Mzumbe. Lakini alikuja akasema mimi wazo langu ni kuongeza thamani kwenye mazao ya viungo. Sasa tumempokea pamoja na kwamba wakati tunampokea kwa mwanachama, ila kuna sera, tunazo sera zetu za namna ya kuwapokea. Tunaangalia lile wazo namna lilivyokaa, tukaona hili ni wazo jema, tukalipokea. Lakini tunaona sasa hivi amepiga hatua kubwa, ameajiri watu wengi wa kutosha, lakini anasaidia sana wakulima kupata soko la uhakika la kuuza kila wanachokizalisha kutoka shambani. SUGECO tunaamini katika mashirikiano. Imani yetu ni kwamba tukitaka kwenda kupigana kwenye vita ni lazima uwe na nguvu ya kwenda vitani, na kwa hiyo sisi tunaamini ili kwenda mbali lazima tushirikiane na wadau mbalimbali. Kwa hiyo kuna nafasi kubwa ya sisi kushirikiana na mashirika kama IDP na mashirika haya mengine yote, na hata sasa hivi tuna ushirikiano mkubwa si tu na haya mashirika pamoja na taasisi za umma kwa maana ya serikali, halmashauri na wadau wengine wote. Kwa nini? Ni kwa sababu hapo ndiko tunakojenga, tunasema tunajenga umoja ambao unatuletea manufaa zaidi, kwa kuwa siku zote sisi tunaamini 1+1 sio 2, inaweza kuwa 1+1 ni zaidi ya hiyo tunachokifikiria. Kwa hiyo synergies ni kitu ambacho tunakihitaji, na kwa hiyo maeneo ambayo tumeona ya kushirikiana, kwa mfano sisi tunaweza tukafanya vizuri sana kwenye maeneo ya kutengeneza mifumo ya kibiashara, namna ya kuzalisha kwa ufanisi, kwa tija na kwa uendelevu, lakini pia namna bora ya kuunganisha wadau na masoko yaliyopo. Sasa hili jambo haliwezi likafanywa na mtu mmoja, tunatakiwa tulifanye kwa mashirikiano. Sasa hivi mmeona kwa mfano wanaingia kwenye swala la lishe. Swala la lishe ni mtambuka, linahitaji wadau wengi, kila mmoja kwa kipande chake. Kwa hiyo sisi tunaamini kila mtu akigusa kwenye eneo lake alafu tukaja tukaunganisha hizo nguvu kwa pamoja, tutapata matokeo makubwa zaidi, tofauti na ambavyo ungeenda ukiwa mtu mmoja mmoja. Kwa ile misemo ya wahenga wanaosema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, na kwetu tunauona ni kweli kwamba tunahitaji kujenga umoja, mashirikiano ili tuweze
kutusaidia kusonga mbele kwenye jambo ambalo tunalishughulikia. Ni vitu gani sasa hizi taasisi unapaswa kufanya ili huo umoja sasa uweze kujengeka na uweze kuanza kufanya kazi? Moja ni kama hivi, kwa mfano wamekuja, wameona kazi tunazofanya, na sasa sisi pia tunapata nafasi ya kuwafahamu wanafanya nini. Kwa pamoja tunaangalia ombwe au gap liko wapi, ni wapi sisi tukifanya tuko vizuri tunaweza tukasaidia, na ni wapi wao wakifanya na sisi wanaweza wakatusaidia, ili tunapounganisha hizo nguvu sasa kwa pamoja tutengeneze kitu ambacho ni cha pamoja. Tuna uwezo sisi kwenye maeneo ya kutoa huduma kama za elimu, kwa maana ya practical trainings. Tunafundisha zaidi kwa vitendo, kwa sababu sisi tunaamini zaidi kwenye kutenda, kwenye ujuzi. Lakini tuna eneo la kufundisha elimu kama ya ujasiriamali, kuongeza thamani mazao ya kilimo, maeneo yote yanayohusiana na biashara, elimu ya biashara na masoko. Hilo ni maeneo ambayo kwa pamoja tunaweza kushirikiana. Lakini kuna eneo pia muhimu la kuzalisha kwa tija, kwa sababu swala sio kwenda tu kuzalisha, lakini unazalishaje kwa tija ili uweze kwenda kushindana kwenye masoko haya tunayokwenda.